Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na zaidi ya shilingi bilioni 1 zahitajika kukamilisha ujenzi wa shule sekondari Muhandu jijini Mwanza. Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya mazuri kwenye Facebook, YouTube kuandika neno Star TV. Jina langu ni Bernard James, karibu na tuwe sote. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara nyingine zinazoshughulika na elimu kuhakikisha utekelezaji kamili wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK ili uweze kutekelezwa kikamilifu. Tupate taarifa zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akizindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili jijini Dar es Salaam. Rais Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizoziahidi kutimiza ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya uchaguzi, lakini pia mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 iliyolenga kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo kuchangia maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu usiishie kwenye makaratasi. Nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesisitiza kuwa mpango huo utatekelezwa kwa miaka 5 hadi 2030 na kutakuwa na mrejesho wa kila mwaka kuonyesha hatua iliyofikiwa kwa umahiri wa wanafunzi. Yako mambo makuu 5 tu ambayo tutakuwa tunayazingatia. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha namna ya ufundishaji kama ulivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu, ya kuandaa, kuwashirikisha na hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia. Tatu ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia. Mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK unalenga kuwajengea watoto stadi za awali zitakazowawezesha kumudu masomo yao katika ngazi mbalimbali za elimu na kuchangia katika ujenzi wa taifa linaloongozwa na maarifa na uchumi shindani. Takwimu za upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 mwaka 2022 hadi mwaka 2025 zinaonyesha kupungua kwa idadi ya wanafunzi wasiomudu stadi za KK. Mathalan, mwaka 2022 tulikuwa na wanafunzi waliofika darasa la 4 25,841 tuliowatambua kukosa stadi za KK. Mwaka 23 walipungua wakafika 15,616. Mwaka 2024 wakapungua tena na kufika 8,960
na mwaka jana 2025 wakapungua wakafika 5847. Aidha, Rais Samia amesema pia serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huo ili kuhakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinaendana na malengo yaliyowekwa kwa lengo la kupata matokeo chanya kwa wakati. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Baadhi ya wabunge wameishauri serikali kutatua changamoto zilizopo katika sekta ya miundombinu na kilimo ili wananchi waweze kunufaika na miradi hiyo. Joyce Ngerangera kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Wabunge wametoa ushauri huo bungeni jijini Dodoma wakati wakijadili hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati akifungua bunge la 13. Swala zima la ujenzi wa barabara, mipango mizuri ipo. Ni waombe pale jimboni kwangu Kisarawe tuna barabara kubwa kimkakati inayotoka Kisarawe inapita Maneno Mango mpaka kule Mloka Rufiji katika Nyerere National Park. Katika swala zima la kuongeza mapato yetu, eneo lile utalii umeongezeka, lazima ni waombe hasa kupitia Wizara ya Ujenzi tuipe kipaumbele barabara hii, tuongeze idadi ya watalii wataenda katika hifadhi yetu ya taifa na mwisho wa siku kuongeza mapato ya serikali. Kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu, na ukiangalia kimeajiri vijana wengi katika eneo hili. Kwa hiyo naomba niendelee kupongeza serikali yetu katika eneo la kuimarisha kilimo. Imezidi kuongeza pembejeo, imezidi kuongeza mbegu bora ili wakulima wetu waweze kunufaika. Kwa hiyo sisi kama wabunge hatuna budi kuhakikisha tunaiunga serikali. Niwaombe sana wabunge wenzangu, tujikite pamoja na kuomba miradi ya maendeleo, lakini pia tujikite kuainisha vyanzo vipya vya mapato. Vyanzo vya mapato vipo vingi, tukijikita katika kuviainisha na viongozi wetu wa halmashauri na mawaziri wakajikita katika kuvikusanya, naamini huko tunapokwenda tunaenda kutatua tatizo kubwa la utekelezaji wa miradi. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mwibara Kangi Lugola akataka kufanyiwa kazi kwa baadhi ya mambo ili mipango iliyowekwa na serikali iweze kutekelezeka. Machawa ni kundi hatari, machawa ndimo wanamojificha mafisadi, machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu. Na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha kukichoma moto na kukifyekelea mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na haya lazima yafuatayo pia serikali iangalie. La kwanza ni kuhakikisha kwamba mihimili ya dola, mahakama, bunge pamoja na serikali inakuwa ni mihimili iliyo huru. Bunge liwe huru. Leo tukiletewa taarifa ya CAG kwa mfano, lazima tuijadili kwa uhuru, kwa upana ili tushughulike na wabadhirifu, na ndiyo maono ya Mheshimiwa Rais yatakapofikiwa. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Zaidi ya shilingi bilioni 1 zinahitajika kukamilisha ujenzi wa shule sekondari Muhando jijini Mwanza, ambayo inatajwa kwenda kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya sekondari ya kata hiyo na kata jirani ya Igoma. Taarifa kamili na Grace Mbise. Kata ya Muhando jijini Mwanza inatajwa kuwa na shule moja tu ya sekondari pamoja na shule 9 za msingi, ambapo kutokana na wingi wa wanafunzi wanaohitimu katika shule hizo haitoshelezi mahitaji. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Muhando Warioba Marato anabainisha serikali kutoa fedha kuanza utekelezaji wa mradi huo, lakini hata hivyo fedha zaidi zinahitajika kukamilisha ujenzi. Jumla ya fedha zilizotumika ni shilingi milioni 412,311,700. Mradi wote utagharimu bilioni 1.99. Ili mradi huu ukamilike tunahitaji kiasi cha shilingi bilioni 1.46. Mstahiki meya wa jiji la Mwanza ambaye pia ni diwani wa kata hiyo Sima Konstantini anaeleza mradi huo kuleta manufaa katika kata za Igoma na Muhando, huku mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi akibainisha lengo la ujenzi wa shule hiyo kwa mfumo wa ghorofa. Na moja, shule hii tunaisema ni shule ya kimkakati, ndio sekondari pekee ambayo mbali ya kuhudumia mitaa yetu ya kata ya Mani, zaidi ya mitaa 7 ambayo inayozunguka maeneo haya, tunayo mitaa zaidi ya 4 au 5 inayotoka katika kata ya Igoma. Kata nzima ya Muhando ina watoto zaidi ya 9,000 au wadogo wadogo wa shule za msingi. Kwa hiyo tukiendelea kujenga mfumo wa mabweni haya, madarasa ya kawaida haya,
kwa tukapoteza. Kwa tukalazimika, kwa sababu tujenge mfumo wa ghorofa lazima tuombe kibali TAMISEMI. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anaagiza mkurugenzi wa jiji la Mwanza kutoa fedha za kukamilisha mradi huo ili Januari mwaka 2027 wanafunzi waanze kutumia shule hiyo. Ninaelekeza halmashauri ya jiji la Mwanza katika hatua ya awali kutoa fedha shilingi milioni 200 ili kuendelea na ujenzi wa kuweka silabu na kunyanyua floor ya kwanza, ili ndani ya kipindi cha mwaka huu halmashauri ya jiji iweze kuwa imekamilisha utoaji wa fedha shilingi milioni 500 ili mwakani Januari shule hii ianze rasmi kubeba watoto wa kata hii ya Mhando. Halmashauri ya jiji la Mwanza ina jumla ya shule za sekondari 35 zenye wanafunzi 52,376 ambapo kwa mwaka huu wanafunzi waliopangiwa kujiunga na kidato cha kwanza jijini Mwanza ni 13,509, waliofanikiwa kuripoti wakiwa 10,195 sawa na 75.3. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amewatahadharisha watendaji waliopewa jukumu la kutekeleza agizo la makamu wa rais la kuwatafutia maeneo mbadala wakazi wa Kilosa walioathiriwa na mafuriko baada ya kubaini ongezeko la takriban kaya 224 kutoka 140 za awali na kufanya idadi ya wenye uhitaji kufikia 384. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Majanga ya aina hii. Ilikuwa Januari 2 mwaka huu 2025, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba alipotembelea eneo la shule ya msingi Tindiga walipohifadhiwa kwa muda wakazi wa vijiji vilivyoathiriwa na mafuriko. Takriban kaya 140 ziliandikishwa kipindi hicho. Leo hii zaidi ya siku 26, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima akiambatana na viongozi wengine ametembelea tena eneo hilo kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya serikali ikiwemo la makazi mapya. Hasa leo unaniambia watu 300 na watoa. Na nyinyi mmewatoa wapi? Na viongozi wa kijiji wako wapi? Watuambie wao wametoka wapi. Maanake isije ikawa tunatengeneza sasa tumetengeneza mradi au tumetengeneza dili la bwana nitafutie kiwanja, bwana nitafutia Awali akiwasilisha taarifa ya utekelezaji, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Morogoro Idrisa Kayela amesema tayari walikwisha pima viwanja, changamoto ni ongezeko la wenye uhitaji. Katiba ilikuwa 140 lakini sasa hivi wamefika 384. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, mawazo yetu mwanzo tulikuwa tunafikiria labda tufumue viwanja tulivyopima hapa. Mbali na upimaji, kumefanyika pia maboresho ya miundombinu muhimu, mathalani barabara, nishati ya umeme na upatikanaji wa maji safi na salama. Na sisi tukishakuta nyumba ziko dress, ina maana zitakuwa zinamwaga maji kwenye eneo moja. Kule kwenye barabara zetu tunaweka mitaro ya kawaida. Maji yanaweza kwenda moja kwa moja bila kuhitaji hata kuchora mitaro ya. Tunachotakiwa sasa hivi kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wapate mradi wa maji. Kwa hiyo akaahidi kutoa hiyo milioni 500 ili tuwasambazie maji. Baadhi yao wakazi wa Kilosa waliolengwa kwenye eneo hilo wameeleza mtazamo wao namna ya kuwa na suluhu ya kudumu. Mto ule watu wanaolima kando kando ya mito shida kubwa. Kama siku Magomeni ile eneo ile kubwa hawalilimi. Kwa maji yanakuwa yanasambaa kidogo kidogo. Kwa mna mvua ambayo unapiga Kilosa ikaasili au kuleta maafa ndani ya Kilosa. Kwa mafuriko yote yanatokea mkoa wa Dodoma huko. Msisitizo ni maboresho hayo yanayofanyika miundombinu yake kuendana na tahadhari kuepusha maji kujaa tena, ikizingatiwa asilimia kubwa ya maeneo hayo huathiriwa na maji yanayotoka mikoa ya Dodoma na Manyara. Pima viwanja 350 hapa watu wote wanaenea. Kesho inakuwaje? Isije ikanyesha hata mvua ya utani tu alafu watu wanaanza kusema Ikumbukwe kuwa si mara ya kwanza kwa vijiji hivyo kuathiriwa na mafuriko, inasababishwa na kuzidiwa kwa mto Mkondoa zinaponyesha mvua kubwa kwenye mikoa ya Dodoma na Manyara. Mpango huo kuwa na makazi mapya ni suluhu ya haraka kuepusha madhara zaidi. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Wadau wa habari na jamii visiwani Zanzibar wametakiwa kuhakikisha Zanzibar inakuwa salama na utumiaji na usambazaji wa dawa za kulevya. Tupate taarifa zaidi. Katika warsha iliyowakutanisha wadau wa kada mbalimbali, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Makame Machano Haji, anasema kudhibiti dawa za kulevya ni jukumu la kila Mzanzibari kwa lengo la kuwalinda vijana na utumiaji wa dawa hizo. Tukichukua katika utekelezaji wa ule wasia,
tulioutoa. Tunayo nafasi kubwa kama utangulizi ulivyosemwa wa kuondosha kabisa janga hili la dunia. Tumeambiwa ni janga la dunia linalohusiana na madawa ya kulevya. Sisi ni sehemu ya dunia, tuliopo hapa ni sehemu ya dunia. Nafasi yetu kila mmoja katika ule wajibu alokuwa nao, ikiwa wewe ni mwanahabari, kwa hiyo kazi yako ni kuhakikisha kwamba unaifanya kazi yako katika kuondosha tatizo hili la madawa ya kulevya. Makame amelitaka Baraza la Sanaa Zanzibar kuzipiga marufuku ngoma zinazohamasisha ulevi. Kama tuna ngoma ambayo lazima ulewe, basi hiyo ngoma bora tupeleke mapendekezo ya kuifuta. Ifutwe kabisa, iwe haipo. Hapo ndo tutakuwa tunapinga vitendo vya madawa ya kulevya. Afisa tiba na marekebisho ya tabia kwa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, Dr. Ali Yusuf Ali, anasema dini ni sehemu ya kuzuia na kutokomeza dawa za kulevya nchini. Ilifikia wakati ikaja aya ikakataza Waislamu wasiingie katika swala hali ya kuwa wamelewa. Watu wa Mamlaka ya Udhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar unazungumzia umuhimu wa kuishirikisha jamii katika kudhibiti dawa za kulevya. Sasa tatizo hili kuweza kuliondosha au kukabiliana nalo linahitaji ushirikiano wa wizara ama taasisi zote za serikali, taasisi binafsi, mtu mmoja, lakini familia na kila mmoja wetu. Tukishirikiana, manake ndio tutaweza kuondoa au kulipunguza janga hili la dawa za kulevya. Utafiti uliofanywa mwaka 2004 umeonyesha kukosa malezi bora na msongo wa mawazo ni sehemu inayochangia utumiaji wa dawa haramu za kulevya. Abdallah Tilata, Star TV, Zanzibar. Mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama wa wilaya ya Nzega mkoani Tabora amewaagiza viongozi kuanzia ngazi za vijiji na tarafa wilaya hiyo kuanza msako wa nyumba kwa nyumba wa kuwasaka wazazi wa wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni licha ya kufaulu na kupangiwa kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza mwaka huu. Sande Kabaye kutoka Tabora ana taarifa hii. Maagizo hayo ya kuwasaka wanafunzi yametolewa na mkuu wa wilaya ya Nzega anaitapua Kitukai mara baada ya kubaini wanafunzi 87 kati ya wanafunzi 145 ambao wamefaulu na kupangiwa kuanza masomo katika shule ya sekondari Kindwa hawajaripoti shuleni hapa wakati wa kukabidhi msaada wa vifaa vya kusomea na kujifunzia. Kwa yoyote anayejua mzazi yoyote amemficha mtoto yuko shambani hajaja shule, usisite kuniambia. Usisite kutoa taarifa polisi, kwa mtendaji wa kata, kwa mtendaji wa kijiji. Nikikukamata uko na mtoto aliyehitajika kuja kidato cha kwanza Jarubani, sheria itachukua mkondo wake, nitakufunga. Lazima nikufunge kwa sababu ni haki ya mtoto kwenda wapi? Shule. Aidha, mkuu wa wilaya hiyo Tukai ameendelea kutoa onyo kwa wazazi na walezi wenye tabia ya kuwatumikisha watoto wao badala ya kuwapeleka shuleni, hatosita kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Mimi nikiwa mwakilishi wa Mheshimiwa Rais amenituma kuleta tabasamu kwa wote ambao wanakaa katika kaya maskini. Hawezi kuniambia mtoto hana daftari, mtoto hana uniform, wakati mimi nimejizatiti pamoja na mbunge kuleta hivyo vitu. Mtakuwa mnatuonea, sivyo? Na sisi hatutakubali kuonewa kwa sababu sisi sio wanyonge. Tutawapeleka lock up wote wanaokaa na watoto nyumbani. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi wa kata Ikindwa, Sebastian Maselenge, na mwanafunzi wa shule ya sekondari Ikindwa, Pius Maganga, wameshukuru kwa msaada wa vifaa hivyo vya masomo. Kwa wale ambao watakuwa hawajaelewa somo kama hili, wana haki ya kuwajibishwa, kwa sababu kwa mfano kama mbunge amejitolea mambo ya madaftari na nini kila kitu. Sasa tatizo litakuwa wapi kwa mzazi kutomfikisha mtoto shule? Kama ni tatizo labda ni huduma, sasa tayari serikali yenyewe imeshajitoa. Namshukuru sana mbunge kwa kuungana na mkuu wa wilaya, wameleta zawadi kwa wanafunzi ambao hawajiwezi, yani ambao hawajafanikiwa kukamilisha mahitaji yao binafsi kwa wale wa kidato cha kwanza. Inamaanisha kwamba mbunge wetu na
na mkuu wa wilaya yetu yupo tayari kuona sisi wanafunzi tunaendelea kimasomo. Hatua hiyo ya serikali ya kuendesha msako huo kwa wanafunzi kwa baadhi ya wazazi wa wilaya ya Nzega ni kufuatia tabia mbaya ya kuwatumikisha kazi badala ya kuwapeleka shuleni. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma limedhamiria kukusanya na kutumia zaidi ya shilingi bilioni 28 kutoka katika vyanzo mbalimbali ikiwemo serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tupate taarifa zaidi. Awali akifungua kikao cha robo ya pili cha baraza la madiwani, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kakonko Fidel Ndelego amewataka madiwani kushirikiana na watumishi katika ukusanyaji wa mapato na kuziba mianya yote ya utoroshwaji wa mapato hayo katika maeneo yao. Na wataalamu wetu nafikiri tunawaamini pia mazingira wanafahamu. Kwa hiyo mimi hilo la Mbizi nafikiri na DMO ameshalizungumza na mkurugenzi ameshalizungumza, ikiwa ni pamoja na Lakwani kwamba wanaenda kupambana kutafuta fedha, na ni kitu kinachoeleweka kwamba mahitaji ni mengi, lakini ukomo wa bajeti unakubali. Tunakuja kupumulia kwenye haya mapambano ya kwenda kuomba fedha. Akiwasilisha rasimu ya mpango wa bajeti kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, afisa mipango wa halmashauri hiyo Michael Fly amesema bajeti hiyo imejumuisha fedha za mapato ya ndani na fedha kutoka serikali kuu. Mwaka wa fedha 2026-2027 halmashauri ya wilaya ya Kakonko inalenga kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 28 milioni 946,570,165 bila senti kutoka vyanzo mbalimbali ikiwemo ruzuku ya serikali kuu, wadau wa maendeleo, makusanyo kutoka vyanzo vya ndani vya halmashauri. Baadhi ya madiwani katika halmashauri hiyo wamesema bajeti hiyo imekidhi matarajio ya wananchi kwa kuwa itaweza kutatua kero na changamoto zilizopo katika maeneo yao. Kwanza kabisa nipende kupongeza mkurugenzi wa halmashauri ya Kakonko kwa ajili ya kuweza kuingiza kwenye bajeti ofisi ya kata Kanyonza. Kwa maana nyingine wameliona hilo ni jambo zuri, kwa sababu nguvu ya wananchi ilitumika pale kwa ajili ya kujenga boma na boma likawa limekamilika. Kwa hiyo nina hospitali ya Mgunzu, malalamiko yaliyoko pale, ile hospitali ina waganga metu. Sasa nao wanasema hivi, watakao tusaidia shida zetu sisi diwani katusemee. Nashukuru viongozi na watumishi wanajitahidi kutoa huduma, lakini kituo cha afya Mtendeli hakina jengo la OPD ambapo majengo yale yamepelekea kuwa machakavu. Kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Pasco Musa, Star TV. Jamii imehimizwa kuacha hofu na kutosita kuendelea kujitokeza kwa hiari kuchangia damu ili kusaidia kuongezeka akiba ya damu salama, jambo ambalo ni muhimili mkubwa katika kuokoa maisha ya wagonjwa wenye mahitaji maalum. Tupate taarifa zaidi. Bado mahitaji makubwa ya damu yanatajwa kuendelea kuongezeka kila uchao, haswa kwa makundi hatarishi ikiwemo wajawazito, watoto, wahanga wa ajali na wagonjwa wa upasuaji, huku chanzo pekee cha upatikanaji wa damu hiyo ni mwanadamu mwingine. Chama cha Mapinduzi CCM kata Nyamatongo, wilaya Sengerema mkoani Mwanza, kuelekea maadhimisho ya miaka 49 kuzaliwa kwa chama hicho, imefanya matendo ya huruma kwa kushiriki zoezi la kuchangia damu katika kituo cha afya cha Kamanga. Leo kila kata, kila kijiji kina zahanati, kina vituo vya afya. Sasa na sisi tumewiwa kuona tumsapoti Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuja kumsapoti kuchangia damu kwa ajili ya kusaidia wenzetu wenye uhitaji. Wito umetolewa kwa jamii kuacha hofu ya kuchangia damu ili kusaidia kuongeza kiwango cha upatikanaji kwa wahitaji na baadaye kuokoa maisha yao. Wetu kwa watu, sio tu kwa vyama, hata kwa jamii. Tujue kwamba damu haipatikani kwenye kiwanda chochote kile.
Hivyo tunaomba watu wajitokeze kwa wingi, wao wanachangia damu. Kiukweli tunapenda kuwashukuru viongozi wa CCM kwa kujitoa kwa kata ya Nyamatongo, especially ni kata ya Nyamatongo iliyotuweka hapa. Kwa tunawashukuru sana kwa majitoleo yao na kufikiria kwamba kuja kuchangia damu, kwa sababu ni zoezi linalogusa maisha ya mtu moja kwa moja. Baadhi ya wanachama nao wamenena. Miaka 49 ya chama tangia kianzishwa mwaka 77. Kwa kweli upande wa afya wazee tunahudumiwa vizuri sasa hivi. Hata mimi nikiwa mzee mmoja wapo nina kibali cha kuhudumiwa cha wilaya, natibiwa bure, hata hospitali za binafsi natibiwa bure. Vijana wengi wanazidi kuneemeka na tunazidi kuneemeka kupitia shughuli zake sehemu mbalimbali. Upande wa mashule tunaona wanavyuo wadogo zetu wako mashuleni wananeemeka na vyuo vinazidi kuongezeka sehemu mbalimbali. Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kuadhimisha kuzaliwa kwake Februari 5 mwaka 2026, ikiwa ni kumbukizi ya safari ya mafanikio katika kuliongoza taifa Tanzania tangu mwaka 1977. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antina pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi, tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotolidi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800 11 0827. Shughuli ya bodaboda imekuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa vijana wengi nchini, lakini changamoto za usalama barabarani, sheria na ukosefu wa leseni bado ni kikwazo kikubwa kwa bodaboda. Kutoka wilaya ya Nyankwale, mwenzetu Salma Mrisho amekuandalia simulizi ya dereva mmoja wa pikipiki ambaye anapambana kati ya kutafuta riziki, hofu ya kukamatwa na matumaini mapya kupitia mafunzo yaliyoanzishwa na halmashauri ya wilaya hiyo. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Ni asubuhi na mapema, na hapa ni nyumbani kwa Davis Isaac. Ni dereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Anaanza siku yake kwa ukimya wa matumaini.
Anakagua tairi na kufuta bodaboda yake. Anawasha pikipiki. Sauti ya injini inakatiza ukimya wa asubuhi, ishara ya safari ya kuanza kutafuta riziki inaanza. Kwake bodaboda si tu chombo cha usafiri, ni ofisi na ni tumaini la familia. Hii kazi kiukweli nina muda. Sasa hivi nakaribia miaka 7 au 8 hivi. Kama ningekuwa ni chuo ningesema sasa hivi ningekuwa na PhD. Hii kazi kwa kweli mimi naipenda. Anapakia abiria wake wa kwanza, lakini nyuma ya mafanikio haya kuna changamoto nzito. Anasimulia jinsi ya mara kwa mara hulazimika kukimbia askari wa usalama barabarani kwa sababu hana leseni ya udereva. Kazi yetu tumeichagua na ndo tumejiajiri hivyo. Kwa hiyo tunaenda nayo hivyo hivyo, lakini ukweli ni kwamba changamoto tulizonazo barabarani ni kutokuwa na leseni. Lakini uwepo wa askari wa usalama barabarani si kikwazo. Wapo wanaosimamishwa na kusimama, lakini hupatiwa elimu. Unapokuwa umevaa helmet kama hivi ulivyofanya ni vizuri zaidi, lakini na abiria wako hakikisha kwamba unapokuwa na abiria uwe na helmet na yeye avae helmet. Katika jitihada za kuboresha usalama barabarani na kuwawezesha vijana, halmashauri ya wilaya Nyang'hwale imeanzisha mafunzo maalumu ya siku 5 kwa waendesha pikipiki. Ni pamoja na sisi vijana tutakapokuwa kazini tuweze kuzingatia kazi na tusikimbie tukisikia afande hapa anakuja kukagua kama tuko salama barabarani au hatuko salama. Maanake kama ataamua siku hiyo kukagua hivi wana leseni, wale ambao hawana leseni si watakuwa wanakimbia? Hapo patakuwa pana kazi na utu. Kazi na utu haitakuwepo, si ndio? Mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amezindua rasmi mafunzo haya, akisisitiza kuwa serikali imejipanga kusaidia vijana hawa kumaliza changamoto zao. Nakimbia sana, napenya sana. Sasa mkipata haya mafunzo najua mtawanoa vizuri, najua wakufunzi mtawanoa vizuri ili wajue utaratibu wa kutumia barabara ni pamoja na kuheshimu wale wengine ambao wanatumia pia barabara. Wanazungumziaje mafunzo haya? Tutajifunza usalama barabarani, maana hapo awali kulikuwa na vijana wengi waliokuwa wanaendesha bila kufuata taratibu za usalama na sheria za usalama barabarani. Wengi walikuwa wakisababisha ajali. Kwa madereva kama Davis, hii ni nuru mpya. Safari yake inaendelea barabarani. Abiria wanapanda na kushuka, maisha yanaendelea kusonga. Lakini nyuma kila safari ya bodaboda kuna hadithi ya jitihada, ndoto na mapambano ya vijana wa Kitanzania. Kutoka wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, Salma Mrisho, Star TV. Na mtazamaji, habari za biashara na uchumi zinafuata, endelea kuwa nami. Serikali imewataka wataalamu wa taasisi za kifedha kujikita katika kufanya utafiti ambao utasaidia kutoa fursa ya uwekezaji kwa vijana wanaojihusisha na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ili waweze kukuza uchumi wao na taifa kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa NMB ambao umefanyika jijini Mwanza wa kufanya tathmini ya mwaka uliopita na kuweka mikakati ya mwaka unaofuata. Mtanda amesema Mwanza ni habu ya kiuchumi kwa kanda ya Ziwa, hivyo ni muda mwafaka kufanya uwekezaji ukiwemo uchumi wa bluu kwa ufugaji kwa njia ya vizimba katika Ziwa Victoria. Uvuvi ambao unafanyika hapa Mwanza ni ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba badala ya ule uvuvi wa asili. Kwa hiyo benki pia na wataalamu wa benki wajikite pia kufanya research kuangalia hawa watu wanaofanya shughuli ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, upo uchumi mkubwa sana kule. Tunayo mifano ya vijana ambao tumewakopesha shilingi milioni 300
na baada ya msimu mmoja tu wa mavuno wameweza kurejesha shilingi milioni 300. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina uchumi mkubwa, na wataalamu wa benki wakijikita kufanya research wanaweza pia kufanya youth empowerment kupitia ziwa ambalo ni 53% ya mkoa wetu wa Mwanza. Gilbert Mponzi ni afisa mkuu wa sekta binafsi wa NMB, amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki, hivyo dhamira yao ni kuona huduma bora zenye tija zinaendelea kutolewa kwa Tanzania. Tunaishukuru sana serikali kwa kuendelea kuweka mazingira mazuri ambayo yametuwezesha kupata hayo mafanikio makubwa, lakini pia kuwa na dhamira au kuweka mazingira ambayo yanafanya sisi kama benki ya NMB tuendelee kuwekeza uwekezaji huo mkubwa ili kuwafikia Watanzania wote. Meneja wa NMB kanda ya Ziwa Faraja Ngingo na meneja wa tawi la Bank House kanda ya Dar es Salaam Ferdinand Mpono wameelezea manufaa ya mkutano huo. Sisi kama benki ya NMB pia katika mipango mikakati ambayo tunapanga, kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma kwa kiasi cha juu sana, na tutambue kwamba kwa sasa hivi teknolojia imekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo moja ya huduma zetu ambazo tunaenda kuziboresha kwa kiasi kikubwa ni pamoja na huduma ambazo zitakuwa zinatumia teknolojia. Kwamba tunachukua mikakati ambayo tayari imeshaandaliwa na viongozi na kuipeleka kwenye timu zetu kwenye branch, kisha tunafanyia utekelezaji na kuweza kupata kile ambacho tumepanga kukipata mwaka huu. Mkutano huu ambao hufanyika kila mwaka umewashirikisha uongozi wa NMB makao makuu, mameneja wa kanda 8 za benki hiyo, matawi 241, wataalamu pamoja na watumishi. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania TCDC imekitaka chama cha wanaushirika uje kuhakikisha vyama vya ushirika ambavyo havijawekeza kwenye benki ya ushirika kuwekeza kulingana na maelekezo ya tume hiyo. Brian Moses ana taarifa zaidi. Maelekezo ya tume hiyo yametolewa jijini Dodoma na mrajisi wa vyama vya ushirika hapa nchini, Daktari Benson Ndiege, katika hafla ya kusaini mkataba wa mashirikiano ya kimkakati kati ya chama cha wanaushirika wanaomiliki hisa Coop Bank na benki ya ushirika. Tuhakikishe kwamba hamasa ya kutosha, elimu ya kutosha, lakini na ufuatiliaji wa kutosha unafanyika. Lakini lingine, tuna mambo mengi kwa sababu uje haitaweza tu kusimama kwa kusimamia tu ile 51% kwamba ndio kazi yake tu. Lazima tuwekeze na tuwe na mipango mingine mikubwa. Hii ni taasisi nyingine ya ushirika ambayo tumeianzisha. Kwa hiyo lazima tuwe na mpango mkakati wa uje ili taasisi hiyo iweze kuwa na maono na uelekeo wake uweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo ujumbe wa bodi, mwenyekiti pamoja na timu yako, hili ni muhimu sana tuwe na mpango mkakati. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya ushirika Godfrey Ngura na mtendaji mkuu wa chama cha wanaushirika uje Daria Orotu wakaeleza matarajio yao baada ya kuzinduliwa kwa chombo hicho. Ushirika unaendelea kuwa mmiliki muhimu wa benki yetu. Umiliki wa ushirika unaendelea kuwa endelevu kadri benki inavyokuwa na ushiriki wao unakuwa. Kadri mtaji unavyoongezeka na wao wanaongeza mtaji. Kwa wakati wowote hiki chombo kitasaidia kuhakikisha kuna uwepo wa asilimia zote 51 wa benki ya ushirika katika maisha ya taasisi. Bado kuna kama vingi havijawekezwa. Kwa kushirikiana na benki, kwa kushirikiana pia na tume ya maendeleo ya ushirika, tutahakikisha vyama vyote ambavyo vimesajiliwa ambavyo ni takriban 6,000 vinawekeza ndani ya benki hii. Ili benki hii kwa wakati wote iwe ni inamilikiwa na zaidi ya 51% kutoka kwenye vyama vya ushirika, ili tuendelee kulinda nembo hii ya benki ya ushirika ya taifa. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, punde ni habari za kimataifa, endelea kuwa nami. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DStv we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo.
Teherani imeionya Washington dhidi ya uvamizi wa aina yoyote kwenye ardhi yake. Charles Machugu na habari zaidi. Kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Syed Abbas Araghchi, amesema jeshi lao thabiti na walinzi wa mapinduzi wamejiandaa na vidole vya jeshi vya Iran viko tayari kwenye kitufe cha kufyatua risasi kama ishara ya kujibu mara moja na kwa nguvu kwa uchokozi wowote. Iran inasema mazungumzo hayawezi kufanyika chini ya tishio baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuionya Tehran kufanya makubaliano au kukabiliwa na uwezekano wa kushambuliwa kijeshi. Marekani imepeleka kikosi kikubwa cha mashambulizi ya anga baharini na katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na meli za kubebea ndege, manowari na ndege za masafa marefu za kurusha makombora. Rais Donald Trump anaitaka Iran lazima ipunguze uwezo wake wa makombora ya masafa marefu, isimamishe utajiri wa nyuklia na isitishe usaidizi wa makundi yenye silaha yanayotishia Israel. Nayo Iran imeonya kwamba itajibu shambulio lolote kwa kulenga kambi za Marekani na Israel, huku makundi washirika nchini Iraq, Yemen na Lebanon yakiashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano. Tukiangazia China, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer yuko China kwa ziara ya siku 4 ambayo lengo lake ni kurekebisha uhusiano na kutanua fursa kwa makampuni ya Uingereza katika nchi hiyo ya pili kubwa kiuchumi duniani. Waziri Starmer amekutana kwa mazungumzo ya dakika 40 na Rais Xi Jinping kabla ya kupata chakula cha mchana, na baadaye akazungumza na Waziri Mkuu Li Qiang na mbunge mwandamizi wa China Zhao Lei. Starmer aliongozana na viongozi 60 na wafanyabiashara pamoja na wawakilishi wa kitamaduni, akionyesha ushirikiano na China ni muhimu kwa maslahi ya kitaifa na kuwatolea wito kutumia nafasi hiyo kunufaika na fursa zitakazopatikana nchini China. Waziri Starmer anakuwa miongoni mwa msururu wa viongozi wa mataifa ya Magharibi kuzuru Beijing katika wiki za hivi karibuni katika hatua ya kusaka washirika wapya mbali na Marekani. Kwingineko, Marekani inaikabidhi Venezuela meli ya mafuta yenye bendera ya Panama ambayo iliikamata mwezi huu. Meli hii ya Sofia ilikuwa imebeba mafuta ilipopigwa marufuku mnamo Januari 7 na walinzi wa pwani na vikosi vya kijeshi vya Marekani. Wakati huo, utawala ulisema Sofia, ambayo iko chini ya vikwazo, ilikuwa meli ya mafuta nyeusi isiyo na uraia iliyoidhinishwa. Rais Trump alielekeza sera yake ya kigeni Amerika Kusini kwa Venezuela, awali akilenga kumsukuma rais wa Venezuela Nicolas Maduro Moro kutoka madarakani. Baada ya kushindwa kupata suluhisho la kidiplomasia, Rais Trump aliamuru vikosi vya Marekani kuingia nchini Venezuela kwa kutumia ndege ili kumkamata yeye na mkewe katika shambulio la usiku kucha mnamo Januari 3. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Akiizuru Moscow kwa ziara ya pili tangu aingie madarakani, rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa ameishukuru Urusi kwa kuisaidia kuleta uthabiti nchini mwake ambako kuna kambi zake za kijeshi. Rais huyu wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa anafanya ziara hii ya pili ndani ya kipindi cha miezi 4 nchini Urusi ambako alipata wasaa wa mazungumzo na Rais Vladimir Putin mjini Moscow yaliyolenga kwa sehemu kuangalia swala la mustakabali wa kambi za kijeshi za Urusi nchini Syria. Baada ya mazungumzo yao na Rais Vladimir Putin, ametilia mkazo dhamira yake ya kuwa tayari kuisaidia Syria kujenga upya uchumi wake ulioharibiwa kwa vita. Moscow siku zote imekuwa ikiunga mkono uthabiti na mshikamano wa Syria na kumpongeza kiongozi huyo kwa kurejesha mamlaka nchini humo. Rais huyo wa mpito wa Syria ameishukuru Moscow kwa kuisaidia kuleta uthabiti nchini mwake. Charles Machugu akitimisha habari za kimataifa na kutoa fursa kwa habari za michezo na burudani hivi punde.
Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kuambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka mikakati ya kuipiga kumbo Morocco na kuwa mwenyeji bora wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON baada ya kuandaa kijiji cha michezo kilichopo Fumba chenye viwanja bora na kila aina ya vivutio kwa mashabiki wa soka. Abdalla Tilata anatupasha zaidi. Zaidi ya mwaka mmoja ukiwa umesalia kabla ya filimbi ya michuano ya 36 ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON kupulizwa katika mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda mwaka 2027, Zanzibar ipo mguu sawa kuandaa na kuwa mwenyeji bora wa michuano ya AFCON. Waziri wa Fedha wa Zanzibar Dr. Juma Malik Akil anasema kijiji cha michezo cha Fumba kitakuwa ni aina nyingine ya burudani kwa mashabiki watakao kwenda visiwani humo kushuhudia michuano ya AFCON ya mwaka 2027. Tumeanza kwanza kwa taarifa na sisi kujenga viwanja vyetu ambavyo viko katika eneo la Fumba, na lengo actually ni kujenga kiwanja kitakachoweza kuchukua takriban watazamaji 35,000 kama sikosei na karibia. Kiwanja kile kitakuwa katika eneo la kimkakati katika uwekezaji wa kiuchumi. Kwanza ni eneo ambalo liko karibu na bahari, lakini pia ni eneo ambalo lipo karibu sana na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Benjamin Karume, lakini litazungukwa na tuseme facility nyingine, kwa mfano kama mahoteli ambayo tunategemea kwa kushirikiana na sekta binafsi tutaweza kuyajenga pale katika kipindi hichi, lakini pia maeneo mengine ambayo yatakuwa yanavutia watalii. Dr. Malik amesema wizara yake itashirikiana na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale na wizara zingine kuifanya michuano hiyo kuwa zaidi ya michezo na utalii wa aina mbalimbali na kuienzi sanaa na utamaduni. Kwetu tunaona kwamba ni fursa kubwa sana, na tulisema kwamba hii fursa hatuwezi tukaiacha, na bahati nzuri wamekuja kufanya evaluation, wameona kuja kufanya uhakiki, wamekuja kuona kwamba yes, hii ni eneo ambalo ni zuri na tunategemea litaweza sana kuwavutia watu wengi. Kocha mkuu wa timu ya JKT Tanzania Ahmed Ally amesema mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji utakaopigwa Ijumaa hii jijini Dar es Salaam hautakuwa mrahisi kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo kwenye ligi. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Ahmadi amesema kutokana na hali hiyo amekiandaa kikosi chake kukabiliana na ushindano utakaopata kutoka kwa Dodoma Jiji ili kupata ushindi na kurejea kileleni mwa msimamo wa ligi. Wale experience wako na mwendelezo mzuri. Ili Pagwile unaona jinsi the way ana perform, Kibuta unaona jinsi the way ana perform. Mtu kama Salminioza, one of the best in number 6 kwa sasa, labda mtu mwingine anaweza asielewe, lakini most of them ni wachezaji ambao wako na experience ya kutosha na wako na uwezo mzuri sana. William Edgar naona jinsi ambavyo amekuwa na consistency nzuri kwenye games zake. Kwa hiyo haitakuwa game race kwa maana hiyo. So tuna respect Dodoma wako na hizo strengthening, lakini tuna tahadhari kubwa na kujua jinsi gani ambavyo tunapaswa kuiendea mechi. Kocha mkuu wa timu ya Dodoma Jiji FC Amani Josia amesema uwiano mzuri wa kikosi chake unampa matumaini ya kufanya vizuri kwenye ligi na mchezo huo. Uongozi unatusaidia kupata squad ambayo ni pana ili sisi tuweze kupata selection. Kwa hiyo kama nilivyoweza kuzungumza, kama patahitaji kufanya
rotation kwa ajili ya kupata fresh legs, tutafanya kitu cha namna hiyo, lakini option zipo za kusaidia kushindana na hizi mechi za ugenini, kwa sababu tuko na idadi nzuri tu ya wachezaji ambao tumesafiri nao. Kwa hiyo ninachoweza kusema tu ni kwamba hapata kuwa na excuse yoyote ile ya mchezaji, kwa sababu hatuna majeruhi kikosini. Ninachoweza kusema tu ni kwamba namna tutakavyoweza kustiki kwenye mechi, tunataka nini na tunafanya nini. So utayari huo upo kuanzia kwa wachezaji wenyewe, wanatuonyesha kuna kitu wanakitaka, lakini pia sisi technical staff pia utayari huo tunao wa kuweza kuwakilisha vizuri klabu yetu na tupate matokeo huko. Chama cha soka wilaya Nzega mkoani Tabora, Nzedifa, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wameandaa mchezo wa hisani wa mpira wa miguu kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kituo cha watoto yatima na kituo cha mafunzo ya elimu Nzega. Asante Kabaya na taarifa hii. Akizungumza na vyombo vya habari wilayani Nzega, mratibu wa kamati ya taasisi hiyo Philip Tizeba na mwenyekiti wa taasisi ya Bingwa wa Mabadiliko Hansi Kibona wamebainisha zima ya mchezo huo kwa ajili ya kituo hicho kitakapokamilika. Viongozi hao wamesema mchezo huo utakaochezwa katika uwanja wa Samora wilayani Nzega utazikutanisha timu za Terminal FC dhidi ya timu ya Kariakoo FC hapo kesho. Kituo hiki pia kitatoa fursa ya kulea watoto pamoja na vijana ambao wanatoka kwenye mazingira magumu, lengo ikiwa ni kuwapatia elimu, mafunzo, lakini vile vile kuendeleza vipaji vyao. Kwa kuwaalika wananchi wote wa wilaya ya Nzega, unapokuja pale, huu sio mchezo wa burudani tu, bali ni mchezo wa kurudisha shukrani, lakini pia kutoa faraja kwa hawa watoto yatima ambao wako katika mitaa yetu. Mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Nzega, Abinus Bachuba na Hassani Aida wameelezea tija mchezo huo katika kuibua vipaji kwa vijana wilayani humo na maandalizi dhidi ya mchezo huo. Mojawapo ya azma yetu au mojawapo ya malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunaibua, tunakuza na kuendeleza vipaji vya mpira wa miguu. Lakini pia hata kufanya hilo tumekuwa tukipambana kutafuta wadau wa kushirikiana nao. Tulikuwa tubahatiki kupata watu ambao wanajitoa kwa ajili ya kuendeleza mpira wetu. Sisi kama Nzega, kwa kuanzia tunawashukuru sana hawa wenzetu walioamua kuja kuandaa hili tukio. Kwa maandalizi tulionayo, naamini matokeo yatakuwa upande wetu. Kwa hiyo wadau, washabiki wa mpira wa miguu, naamini tarehe 30 hiyo wajitokeze kwa wingi kwa kusapoti upande wa michezo na upande wa jambo husika. Sande Kabaye, Star TV, Tabora.